wajaribu watu kwenda gerezani, watu wa saikolojia wamwangalie Lissu. Inaonekana kama dishi limeyumba kidogo. Mbowe ni Chadema, lakini ameonyesha mapenzi kwa nchi, ukweli kwa nchi na uadilifu wa nchi. John Heche abadilishe siasa. Siasa nazo kwenda nazo haziendi na wakati. Kupigana na serikali ni sawa kupigana na mlima Kilimanjaro, utaumia mikono, mlima ushuki. Mimi ni la msingi. Salamu alaikum. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu, tuko msikitini, tumemaliza dua ya kumwombea rais, kuiombea nchi na watu wote waliofanya mambo mema katika taifa la Tanzania. Na la pili, nampongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kukamilisha mradi wa umeme, mradi mkubwa kwa Afrika Mashariki. Ni jambo la kumpongeza sana rais. Kwa mimi nataka niseme lingine, Chadema waige mfano kwa Mbowe. Mbowe ni Chadema, lakini ameonyesha mapenzi kwa nchi, ukweli kwa nchi na uadilifu wa nchi. Kwa hiyo Chadema waige mfano. Na la pili, niwaambie kwamba bwana John Heche abadilishe siasa. Siasa nazo kwenda nazo haziendi na wakati. Kupigana na serikali ni sawa kupigana na mlima Kilimanjaro, utaumia mikono, mlima ushuki. Kwa mimi ni muombe sana Heche abadilishe miundombinu. Na la tatu, wajaribu watu kwenda gerezani, watu wa saikolojia wamwangalie Lissu. Inaonekana kama dishi limeyumba kidogo. Kwa sababu dishi limeyumba kivipi? Nilimsikia juzi anasema kwamba shahidi yake ni Rais Samia, makamu wa rais, waziri mkuu. Ni vitu ambavyo haviingia akilini. Hawa watu hawezi kuwa mashahidi kwako. Wewe mashahidi kwako kwa logic ipi? Kwa maslahi gani? Kwa hiyo mimi naona kwamba kapoteza mwelekeo, na sasa tumeomba dua kubwa kuombea watu wema, kuiombea serikali na sisi wenyewe. Sasa ndio tunatoka kufanya kazi. Sawa. Na tukio la dua leo kwa lina hamasa kubwa. Tumeona posti nyingi ambazo zilikuwa zimepostiwa. Katika msikiti wa Takwa umekuwa ndio msikiti pendwa kwa kwenu, kuna eneo hili linafaa kufanya hivyo. Una mtazamo gani au unawaambia nini Waislamu na wasiokuwa Waislamu juu ya wale ambao waliotetea dini yao, waliokuwa wakifundisha maadili mema katika miaka hiyo ambao walikuwepo na sasa hivi tuko nao? Kwanza tunaombea Mwenyezi Mungu watu waliokufa wakiwa waaminifu katika dini na katika nchi. Tunaombea sana Mwenyezi Mungu afanyie wepesi. Kwa hiyo tumesema hivi ndio tumeanza. Tukitoka hapa tunaanza msikiti kwa msikiti kuzungumza na Waislamu na kuwataka Waislamu na Watanzania wote tuungane kwa pamoja, tushirikiane, tusikubali kugawiwa kwa ajili ya madhehebu, kwa ajili ya dini, kwa ajili ya rangi au ya kisiasa. Tuungane kama taifa moja, tusapoti serikali. Yaani serikali kusapoti ile ina ubishi. Hii naambia kabisa Watanzania, kusapoti serikali ni sehemu ya ibada. Naam. Kwa hiyo hatuna pingamizi wala hatuna tatizo lolote. Kusapoti serikali, kusapoti nchi ni jambo ambalo lipo kikatiba, lipo kidini. Na dini bila uzalendo sio dini. Ni uhuni. Dini bila uzalendo sio dini. Ili uwe na dini lazima uwe na uzalendo. Naam. Asanteni sana, washukuru ndugu zangu. The Page. Information is live.